Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kati ya vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema siku ya Jumatatu kuwa vikosi vya Urusi vinapata ushindi katika kile alichokiita vita vya haki nchini Ukraine. Putin amesema kwenye video iliyochapishwa katika tovuti ya kule Kremlin na kuongeza kuwa wapiganaji na makamanda wa Urusi wanaendeleza mashambulizi na nchi nzima ya Urusi inapigana vita hivyo vya haki na kufanya kazi kwa bidii. Amesema kwa pamoja wanatetea upendo walionao kwa ardhi ya Urusi pamoja na mshikamano kuelekea hatima yao ya kihistoria na kusisitiza kuwa wanapigana na wanashinda. Urusi hadi sasa inadhibiti karibu kilomita za mraba 114,500 sawa na 19% ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na rasi ya Crimea na majimbo mengine makubwa yaliyoko mashariki mwa Ukraine. Wakati hayo yanaendelea, Marekani imezingatia ombi la Ukraine la kupata makombora masafa marefu aina ya Tomahawk kwa juhudi zake za kukabiliana na wavamizi wa Urusi. Hayo yamethibitishwa na naibu rais J.D. Vance. Katika mahojiano na shirika la habari la Fox, J.D. Vance amesema rais wa Ukraine Zelensky ametaka Marekani kuuzia mataifa ya Ulaya makombora hayo ambayo yatuma ndani ya Ukraine. Pia ameongeza rais wa Marekani Donald Trump atafanya maamuzi kuhusu iwapo ataruhusu makubaliano hayo au la. Katika siku ya nyuma Trump alikataa ombi la Ukraine la matumizi ya makombora masafa marefu, lakini amekuwa akighadhabishwa na hatua ya rais wa Urusi kukataa kufikia makubaliano ya amani, na amekuwa akiwaza njia gani anaweza kutumia kuweza kuhakikisha basi anamshinikiza, kitu ambacho pia kimekuwa kikimuia vigumu sana Marekani kuweza kukifanya hivyo dhidi ya Urusi. Vilevile Hungaria imetangaza kufungia ufikiaji wa tovuti 12 za habari za Ukraine baada ya hatua kama hiyo kuchukuliwa na Ukraine na kuzidisha mvutano kati ya mataifa hayo mawili jirani. Katika chapisho kwenye mtandao wa Facebook, mkuu wa wafanyakazi wa serikali ya waziri mkuu wa Hungaria Gergely Gulyas amesema nchi huru lazima itoe jibu sawa kwa shambulio lisilokuwa na msingi. Gulyas amesema Ukraine ilipiga marufuku tovuti za Hungaria kwa sababu zilikosoa vikwazo dhidi ya Urusi na msaada wa kijeshi kwa Ukraine, pamoja na kuukosoa Umoja wa Ulaya na muungano wa kujihami wa NATO kwa kuwa na mgawanyiko na kutofanya kazi. Pia amesema ikiwa mgawanyiko wa Umoja wa Ulaya unatoa sababu ya udhibiti wa serikali nchini Ukraine, basi ni wakati kwa Ukraine kufutilia mbali azma yake ya kujiunga huko. Ukraine haikutoa jibu la haraka la hatua hiyo ya Hungaria. Kumbuka Zelensky amekuwa na hasira na taifa la Hungaria kwa sababu taifa la Hungaria ni moja taifa ambalo liko mbele kweli kweli kuhakikisha basi Ukraine haendelezi vita hivi, Ukraine hapewi silaha, Ukraine hapewi budget yoyote, kitu ambacho Zelensky yeye hataki. Na kwa nini Hungaria wanafanya hivyo? Hungaria wanasema njia ya kuweza kumaliza vita hivi sio kuipa Ukraine silaha na budget nyingine kwa ajili ya jeshi, bali ni kuweza kuhakikisha basi kuna kuwa na suluhisho ambalo litasababisha wote waketi meza moja, wafanye mazungumzo na vita hivyo viweze kumalizika. Wakati hayo yanaendelea, kwengineko ni kwamba rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa anafuatilia mpango wa kurekebisha utaratibu wa kuzingatia na kuzingiza nchi wanachama wapya kwenye Umoja wa Ulaya ili kukwepa kura ya turufu ya Hungaria ya kuitoza Ukraine. Politico inaripoti kitu mfano wa wanadiplomasia na maafisa wa Ulaya. Kulingana na vyanzo, Costa anapendekeza kwamba ufunguzi wa kila hatua katika njia ya nchi kuelekea wanachama wa EU inaweza kuidhinishwa na nchi nyingi zilizohitimu badala ya kwa kauli moja kama inavyotakiwa kwa sasa. Hata hivyo, ridhaa ya wanachama wote wa EU bado ingehitajika kwa kila hatua kuidhinishwa rasmi. Vyanzo hivyo viliambia Politico kwamba Costa aliendeleza wazo hili miongoni mwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wakati wa ziara yake ya hivi majuzi katika miji mikuu ya Ulaya na katika mkutano wa nchi mbili kando ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa New York. Upanuzi ni kipaumbele muhimu kwa rais wa Baraza la Ulaya. Anauona kama ni uwekezaji muhimu zaidi wa kijiografia ambao EU inaweza kufanya, afisa ambaye hakutajwa jina alisema. Hapo awali Deutsche Welle inayotambuliwa kama chombo cha habari cha wakala wa kigeni nchini Urusi iliripoti kinuku vyanzo kwamba EU inatambua kutowezekana kwa kushinda kura ya turufu ya Budapest juu ya kutawazwa kwa Ukraine. Ukombozi wa Shandri Golovo utawezesha vikosi vya Urusi kuikomboa Novoselovka jirani katika Jamhuri ya watu Donetsk katika siku za usoni, mtaalamu wa kijeshi Andriy Marochko anasema. Sasa baada ya kukombolewa kwa Shandri Golovo, wanamgambo wa Ukraine wapo katika hali isiyoweza kuepukika
katika makazi ya karibu kwa sababu wanajeshi wetu wanaendeleza mashambulizi karibu na Novoselovka. Nadhani ukombozi wake hauko mbali. Itakuwa kauli inayofuata Wizara ya Ulinzi ya Urusi, alisema. Siku ya Jumatatu jeshi la Urusi liliweza kuripoti ukombozi wa makazi ya Shandrigolovo katika eneo la DPR. Vile kwa kuendeleza toleo lake lisilo la msingi la matukio huko Bucha, Uingereza inaisaidia Ukraine kuficha ukweli na kufichua uhusika wake katika uchochezi huo. Ubalozi wa Urusi mjini London umesema kwenye taarifa iliyotolewa kuhusiana na ripoti ya gazeti la The Sunday Times. Gazeti la The Sunday Times limechapisha kipande kuhusu Bucha likitumia simulizi za uzushi za Ukraine juu ya madai ya uhalifu wa kivita mnamo msimu 2022. Uongo wa Bucha ulitumiwa kuvuruga mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine huko Istanbul. Kwa wale wasomaji ambao wanathamini mantiki na ukweli juu ya hisia, tunapendekeza kutafakari yafuatayo. Wakati wa kukaa kwa wanajeshi wa Urusi kwa Bucha, hakukuwa na malalamiko yoyote ya umma juu ya Meya Fedoruk, siku moja baada ya vitengo vyetu vya kijeshi kuondoka, ilisema taarifa hiyo. Siku mbili tu baada ya kujiondoa kwao, waandishi wa habari wa Magharibi kwa bahati mbaya walikuwa na bahati kwa miili ya filamu iliyopangwa vizuri kando ya barabara kuu ya Bucha na kutangaza picha hiyo kwa ulimwengu. Ilionekana kwamba hakuna mtu aliyewaona kwa siku mbili na kisha ghafla maona kila mtu aliondolewa. Hili haliwezekani, ubalozi ulisisitiza. Vile Moscow ilifanya jambo sahihi kwa kuunga mkono uamuzi wa Donbas na Novorossiya kuungana na Urusi, na operesheni maalum ya kijeshi inayoendelea hivi sasa ni vita vya haki. Rais Putin anasema, tulifanya kile ambacho kilipaswa kufanywa na tunajivunia. Tuliunga mkono ndugu na dada zetu katika uchaguzi wao thabiti na wa kuwajibika. Leo katika kutetea chaguo hilo, askari wetu na makamanda wanaingia vitani, wakati nchi nzima inafanya kazi na kupigana kwa sababu ya haki. Kwa pamoja tunatetea upendo wetu kwa nchi ya mama na umoja wa historia yetu ya pamoja, alisema kwenye hotuba video kwenye hafla ya sikukuu ya Lugansk na Donetsk kwenye mikoa za Zaporizhzhia na Kherson pamoja na Urusi. Putin alibainisha kuwa Warusi wameungana katika kutetea upendo wao kwa nchi yao na umoja wa hatima yao ya kihistoria. Tunapigana na kushinda tukilinda maslahi yetu muhimu ya kitaifa, kumbukumbu na maadili yetu ya kawaida, lugha ya Kirusi, mila, utamaduni na imani, alisisitiza. Vile waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov amepongeza amri na wafanyakazi wa kitengo cha 144 kilichofanya ukombozi wa eneo la Shandrigolovo katika Jamhuri ya Watu Donetsk, akibainisha kuwa wanajeshi wanasonga mbele kwa ujasiri na kukiuka ulinzi wa Ukraine. Wizara ya Ulinzi imesema. Kwenye uwanja wa kivita, ulinzi wa Ukraine kwenye eneo la mbele la Krasny Liman huenda ukaporomoka baada ya kukombolewa kwa Kirovsk. Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa DPR, anasema pamoja na kukombolewa kwa Kirovsk, ulinzi wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye eneo la Krasny Liman unakabiliwa na kuanguka kabisa, mwisho wa kumnukuu. Vile kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wameharibu mashua ya Ukraine iliyokuwa ikijaribu kutua kwenye ukingo wa kushoto wa mto Dnieper na mashua nyingine 3 katika maeneo yao ya kuweka nanga katika mkoa wa Kherson, Governor Vladimir Saldo anasema Jumatatu. Vile wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Shandrigolovo katika eneo la Donetsk kwenye muda wa saa 24 zilizopita, huku pia jeshi la Ukraine likipoteza takriban wanajeshi 1560 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data ya hivi punde kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Vile maafa ya nyuklia yanayoakisi kisa cha Fukushima hayawezekani katika kinu cha nyuklia cha Zaporizhzhia kwa sababu vinu vyake vimekuwa katika hali ya baridi kali kwa miaka 3. Mkurugenzi wa mawasiliano wa mtambo huo Yevgenia Yashina anasema hapo awali vyombo vya habari vya kigeni viliripoti kuwataja wataalamu wa wakala wa kimataifa nishati atomic ambao walitahadharisha kwamba mkanganyiko wa msingi sawa na ule uliotokea kwenye kinu cha nyuklia cha Fukushima wakati mifumo yake ya kupozea ilipoondolewa inaweza kutokea kwenye mtambo wa nyuklia wa Zaporizhzhia. Kituo hicho hakina umeme wa nje tangu Jumanne iliyopita, kikitegemea generator kupoza vinu vyake. Vile Moscow imesikia taarifa za Washington kuhusu uwezekano wa kusafirisha kombora la Tomahawk hadi Kyiv na inazichambua kwa kina. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari, tumesikia taarifa hizi, tunazichambua kwa kina, wataalamu wetu wa kijeshi wanafuatilia kwa karibu. Peskov alisema akijibu swali kuhusu tathmini ya Kremlin kuhusu taarifa juu ya Marekani kusambaza makombora Tomahawk kwa Kyiv pamoja na uwezekano wa mashambulizi dhidi ya Urusi kwa makombora haya ambayo yanaweza kufanywa kwa idhini ya Rais wa Marekani Donald Trump. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia.
Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.